shughuli hizi za usafi ambazo ni wajibu wetu ndani ya eneo hili la hospitali yetu ya wilaya ya Kati, shehia ya Jumbi. Lakini tatu, niendelee kuwashukuru nyote mliojitokeza kuungana nasi kuunga mkono jitihada hizi za wizara katika maadhimisho au juma hili la ardhi na makazi. Kwa hakika nitumie nafasi hii kuwapongeza sana uongozi wa Wizara ya Ardhi kwa maamuzi yenu ya kuanzisha wiki hii ya ardhi ambayo ina malengo kama yale ambayo naibu katibu mkuu ameeleza. Ni ukweli usiojificha kwamba bado wananchi wanahitaji elimu juu ya matumizi bora ya ardhi, na ikiwa sekta yenye dhamana hiyo kwa kushirikiana nasi, basi bila shaka wananchi watakwenda sasa kutumia ardhi kwa mujibu wa mipango miji, vijiji na ule utaratibu ambao tumejipangia ili kunusuru ardhi ambayo kama ilivyoelezwa inakwenda, ambalo huko nyuma tulikuwa tunajivunia kwamba tumelihifadhi na ile ardhi yetu ya akiba ilikuwa inaonekana kwenye uakiba wake. Lakini sasa uvamizi umekuwa mwingi, na ndio maana ninawapongeza wizara kwa maamuzi haya ya kuendelea kushirikiana nasi katika kuelimisha wananchi juu ya matumizi ya ardhi. Lakini kama walivyosema, ardhi hii wapo watu wanaoiharibu kwa kukata miti ovyo, kwa ujenzi holela. Kwa hiyo juma hili linakwenda kutukumbusha wajibu wetu wa kuhifadhi, kupanda miti kabla ya kukata, na ndio maana wenzetu wamekuja na hii siku maalum ya kupanda miti kwa lengo la kuhifadhi ardhi yetu tuliyonayo. Kwa hiyo nitumie nafasi hii leo ya siku ya usafi kuwahimiza sana wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja, tunapotaka kuuza zile ardhi ambazo sisi tuna haki nazo, wizara au serikali imetupa haki ya matumizi ya ardhi hiyo, basi lazima kwanza tufate taratibu zilizowekwa na serikali ili tusiingie kwenye migogoro. Lengo na madhumuni, Mheshimiwa mgeni rasmi, la kuadhimisha wiki hii ni kwamba tunakuwa tunatoa huduma pamoja na elimu kuhusiana na masuala ya ardhi kutokana na matukio mbalimbali ambayo yanatokea katika jamii yetu. Tumeona kwamba wananchi wengi bado hawaelewi sheria na kanuni na taratibu za masuala ya ardhi na makazi. Kwa hiyo katika shughuli zetu zote tunazozifanya, tumeona kwamba ni lazima tuwe tunaweka muda maalum kwa ajili ya kufanya zoezi hili, na zoezi hili litakuwa endelevu tukijaliwa. Limeanza rasmi mwaka jana, lakini pia mwaka huu tunaendelea nalo na tutakuwa tunaendelea nalo kila mwaka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Zoezi hili limeanza tarehe 20 rasmi jana na litaendelea mpaka tarehe 28 kwa kufanya shughuli mbalimbali ambazo mojawapo ni hii ya usafi wa mazingira pamoja na kupanda miti. Tumesema tufanye zoezi hili la usafi wa mazingira na kupanda miti kwa sababu tunaona kwanza ardhi yetu inazidi kuteketea, na tunaona kwamba katika maeneo mengine ambayo kwa karibu na ukanda wa bahari, maji ya bahari yanakula ardhi na inakuwa ardhi inapotea. Tatizo tulokuwa nalo ni kwamba kama nchi yetu kama visiwa tuna ardhi ndogo, na tukiangalia kwamba population kila siku ya Zanzibar inaongezeka.